Hello, karibu tena katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Na leo tutaongelea madhara ya kukosa usingizi. Madhara au athari gani utazipata endapo utakosa usingizi. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazo tuma au tunazo weka kila siku. Lakini nikumbushe, kwenye video ambazo zimepita tumeweza kuongelea madhara ya kutumia dawa za hospitalini kwa ajili ya kupata usingizi. Tumezielezea vizuri, kwa hiyo kama hujaziona, fuatilia kwenye video ambazo zimepita na utaweza kuziona. Lakini pia tumeelezea kwenye kwenye upande wa usingizi, tumeelezea pia namna ya kupata usingizi au vitu gani uweze kuvifanya uweze kupata usingizi bila kutumia dawa za hospitalini, ambayo baadaye zimekuwa na madhara makubwa. Tumeelezea pia faida za kupata usingizi, na ni masaa mangapi unayotakiwa kusinzia kwa siku. Tumeanza kuelezea kwa wale wenye miaka 0 mpaka 10 kwenye miezi 0 mpaka miezi 12. Tumeelezea masaa unayotakiwa kulala, hivyo mpaka kwa watu wazima, wale wazee 65 plus. Kwa hiyo kama unataka kufahamu unatakiwa kulala masaa mangapi, basi nifuatilia kwenye video ambazo zimepita kwenye faida za usingizi. Sasa hapa tutaongelea madhara ya kukosa usingizi. Madhara ya kukosa usingizi. Unapokuwa unakosa usingizi inakupelekea madhara yapi? Lakini mwishoni pia utatuelezea ni madhara yapi ambayo wewe umeyapata kwa kuweza kukosa usingizi. Madhara namba 1 ni kwamba huwa inaleta athari ya familia na jamii. Athari na familia na jamii ni kwamba mara nyingi tunapokosa usingizi, mtu huwa anakuwa na hasira. Ndio maana mtu ukimwamsha usingizini, ndio maana unapomwamsha usingizini mtu lazima uende mbali, kwa sababu ukimwamsha usingizini mtu huwa anaamka ana hasira, na ana hasira nyingi. Kwa hiyo mara nyingi itampelekea mtu awe ni mtu wa hasira. Ndio maana ukikutana mtu asubuhi ambaye hajapata usingizi vizuri, utamkuta ni mtu wa hasira mara kwa mara. Kwa hiyo inaweza ikaathiri familia moja kwa moja na jamii. Lakini pia inapelekea shida kwenye ufanisi, inaleta shida kwenye ufanisi au ufanyaji kazi mzuri. Hiyo inatokana na kuwepo kwa hasira. Kwa hiyo mara nyingi umakini na ufanisi katika kutenda kazi huwa unapungua kwa mtu ambaye anakosa usingizi. Ina maana anafanya kazi ili iishe, ikiwezekana apate muda wa kupumzika. Lakini pia ina athari katika kumbukumbu. Kwa mtu ambaye anakosa usingizi, mara nyingi ana athari kubwa anayoipata kwenye kumbukumbu zake, yani namna ya kutunza kumbukumbu, na inakuwa ni mtu wa kusahau sana. Kwa hiyo mtu ambaye anakosa usingizi, madhara yake pia ni kusahau sana. Lakini pia madhara mengine huwa inapelekea pia changamoto ya kisukari, especially type 2. Type 2 na maana unapokosa usingizi kuna namna inavyoathiri kwenye metabolism au metabolic, ambayo inapelekea uweze sasa kupata kisukari type 2. Lakini pia madhara mengine ya kukosa usingizi ni kwamba yanapelekea changamoto ya magonjwa ya moyo. Ni kwa nini magonjwa ya moyo? Kwa sababu ile blood circulation haitakuwa sawa. Kama itakuwa sawa, basi itaweza kuathiri ile mishipa na kuweza kupelekea changamoto kwenye moyo, ambayo hapo utapata pressure kupanda, pressure ya kushuka, utapata moyo kutanuka, misuli pia kuweza kuzuia damu. Ina maana misuli inapelekea damu kuganda, ina maana itakuwepo high cholesterol. Na pia madhara mengine inaongeza uzito. Madhara mengine pia inaongeza uzito mkubwa, kwa sababu ukishindwa kulala inapelekea calories ziweze kuwa nyingi mwilini mwako na kushindwa kutumika. Kwa hiyo ikishindwa kutumika, kuna namna ambavyo inaongeza uzito. Ndio maana njia mojawapo ya mtu ambaye tunamshauri aweze kupunguza uzito, tunamwambia apate muda mrefu wa kulala. Kwa nini wa kulala? Ili aweze kupunguza
ule uzito wake. Lakini kwenye video ambazo zimepita tumeelezea vizuri kabisa namna ni vitu gani aweze kufanya ili uweze kuondokana na kupunguza kiuzito, kupunguza kitambi, ili uweze kuwa na mwili ambayo tunasema bana, mtu ni kamwili, mtu ni mwili bana. Kwa hiyo mtu anapata mwili wa kuvaa abaya na mwili wa kuvaa suti ikakaa sawa. Lakini madhara mengine ambayo mtu atayapata endapo atakosa ule usingizi au utulivu. Utulivu ni kwamba ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo, unapokosa usingizi inapelekea kuzalishwa homoni ya cortisol, ambayo cortisol itakupelekea wewe kuweza kuwa na changamoto hii ya msongo wa mawazo. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakipata changamoto ya msongo wa mawazo au depression kutokana pia na kukosa usingizi. Tuambie hapo chini, je, wewe ni madhara yapi ambayo umeyapata kwa kukosa usingizi? Lakini kumbuka huyu mtu pia huwa anakosa ule umakini. Yaani umakini huwa unapungua sana. Kwa hiyo pia ni madhara ambayo huwa yanatokea ikitokea mtu aweze kupata usingizi. Tuambie hapo chini ni madhara gani ambayo umeweza kuyapata kwa kukosa usingizi, na sisi tutaweza kukusaidia, tutaweza kukupa ni maelekezo gani ambayo unatakiwa kutumia ili uweze kuondokana na hiyo changamoto. Ni changamoto kama changamoto nyingine, changamoto kabisa ya kiafya kama tunavyoona changamoto nyingine ambavyo zinawatesa watu na zinawakumba watu tofauti. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na kucomment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Lakini ya mwisho hapo nilikuwa nimesahau ni kwamba ina asili ngozi moja kwa moja. Utakuta ngozi imejikunja, utakuta ngozi inakuwa kama ya mzee, inapoteza ule uangavu. Kwa hiyo mara zote hiyo ni sababu ya kukosa usingizi. Na kwenye video ambazo zilizopita tumeelezea sababu ya ngozi kubabuka, sababu ya ngozi kukosa mng'ao, sababu ya ngozi kushindwa kuzalisha mafuta yake yenyewe, na sababu pia ya chunusi kuwa na viupele. Kwa hiyo unapopia kuwa na kukosa usingizi, naweza pia ni chanzo cha changamoto kwenye ngozi moja kwa moja. Lakini pia huwa inashusha kinga ya mwili. Yaani hiyo tujue kabisa kwamba kinga ya mwili huwa inashuka kwa kukosa nini? Usingizi. Kwa hiyo unapokuwa unakosa usingizi, jua kabisa kinga ya mwili unaishusha, na inaweza ikapelekea ile magonjwa kuweza kurundikana kwenye mwili wako, kwa sababu yanakuwa ni rahisi kuweza kuingia na kuweza kukushambulia na kukupa madhara. Kwa hiyo usisahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.